Nukta ya pili ambayo pia ningeweza kuiashiria kuhusu zakatul fitra. Unajua, ukichunguza kuna sheria ambazo tunazo katika dini yetu zinakuwa zina uhusiano sana na maisha mazima ya mwanadamu. Kwa mfano, tuna swala zima la kuunga udugu. Unajua kuunga udugu ni lazima, yani ni wajibu watu waishi katika mazingira ya kuwa na uhusiano mzuri katika kutengeneza udugu. Riwaya zinaonyesha wazi kwamba unapokata udugu, hii huwa inapelekea kupunguzwa umri wako. Umri unapungua kabisa. Lakini unapotengeneza hali ya kujenga udugu, ina maana umri unakuwa katika mazingira ambayo ni salama kwako. Kwa zakatul fitr ukiangalia katika baadhi ya riwaya imekuja hivi kwamba inahifadhi mazingira mazima ya kuhusiana na umri wako. Yaani kwa maana nyingine riwaya zinazungumza kwamba kama hukutoa zakatul fitra, basi uwezekano kupata mauti upo kwako. Nukta ya tatu, ukiangalia zakatul fitra inakuja katika upande wa akhlaki na katika upande wa sheria. Na sisi siku zote watu tunazungumza kitu, tunasema siku zote kwamba Uislamu unajengwa na mambo matatu. Unajengwa na imani, sheria na akhlaki. Kwa hiyo ukiangalia zakatul fitra inaingia upande huo katika kutengeneza Uislamu. Yaani katika mambo ambayo yanatengeneza Uislamu, zakatul fitra ipo. Kwa sababu kwanza inaingia katika sheria kwa maana kwamba kuna wajibu, lakini pia inaingia kwenye swala la akhlaki kwa maana kwamba unapotoa na kusaidia watu, kumfariji mtu kwa kumpa chochote, hii inaingia katika upande wa akhlaki. Kwa hiyo kiujumla zakatul fitr ni moja ya jambo ambalo linatakiwa tulichukulia umuhimu sana pindi ambapo masharti yatakuwa yametimia kwako. Na imani kwamba kuna uwezekano mkubwa wengi miongoni mwetu tukawa na hali nzima ya kuwajibika kutoa zakatul fitr.